Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mrembo Wema Sepetu siku leo amezua gumzo kubwa kweli kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuzungumza katika moja ya interview yake akiwa anazungumzia swala lake zima la ujauzito, hali yake ikoje, lakini pia kwa sasa hivi kuna majibu gani ambayo ameweza kupatiwa na daktari wake, kwa sababu tunafahamu wiki iliyopita alienda kufanyiwa vipimo akadai kwamba majibu yatakuja kutoka na ataweza kuyaanika kwenye mitandao ya kijamii. Swala kubwa ambalo mara nyingi sana mashabiki wa Wema Sepetu huwa wanamwambia Wema, mara nyingi sana wanamwambia usipende kuweka vitu vyako mitandaoni, lakini Wema yeye ni superstar, anaishi superstar na mambo yake mengi sana anapenda kuyaweka mitandaoni. Hatujajua ni kwa nini hawa mastaa wa hapa Bongo wanapenda kila kitu waweke mitandaoni, na ndio maana tunawaona kipindi wakiwa na ujauzito wanapiga mapicha na matumbo yao wanaposti mitandaoni, baadaye wamepata watoto wanaamua kuwaficha mpaka watoto wafikishe mwaka mmoja, basi wanaamua kuwaweka kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia kama ambavyo tunafahamu, Wema ni dada ambaye ana mashabiki wengi sana ambao wanatamani sana apate mtoto. Ndio maana anapata shauku kubwa sana ya kuwaambia mashabiki zake ni kitu gani ambacho kinaendelea. Anashindwa kukaa kimya, anashindwa kabisa kunyamaza, kwa sababu wanafahamu kuna watu ambao wanampenda, wanatamani kufahamu kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha yake, lakini pia wanatamani kuona ni kitu gani ambacho kinaendelea kufanyika katika swala zima la afya yake pamoja na mtoto. Baada tu ya Wema Sepetu siku ya leo kuamua kuzungumza, mashabiki wengi sana wameonekana kufurahi namna ambavyo Wema Sepetu amezungumza. Amedai kwamba daktari wake ameweza kumfanyia vipimo vyote, lakini ameweza kudai mambo ambayo yanaendelea kwa sasa hivi katika swala lake zima la afya yake pamoja na mtoto ni mambo mazuri. Mashabiki wategemee kitu kizuri kinakuja kwa Wema Sepetu, lakini pia matumaini yamekuwa ni makubwa sana kwa Wema kupata mtoto wake. Kwanza kabisa daktari wake anadai amemwambia hakuna dalili yoyote ya ujauzito kutoka. Mara nyingi sana katika mimba zake nyingi zilizopita, Wema anakuambia mimba ikifika miezi 4, miezi 3, daktari anamwambia ujauzito unatishia kutoka, unatakiwa kutulia, unatakiwa kufanya hivi, masharti yanakuwa ni mengi sana. Lakini sasa hivi anakuambia hakuna dalili ya ujauzito kutoka wala hakuna dalili ya kwamba mtoto anasumbua huko tumboni, mtoto katulia tuli. Lakini pia Wema Sepetu anakuambia daktari wake amemwambia sasa hivi kitu ambacho anatakiwa kukifanya ni kuendelea kufanya mazoezi kwa wingi, ili mradi tu kumweka mtoto katika nafasi nzuri. Lakini pia anatakiwa kuzingatia sana swala zima la mlo, kwa sababu ukiwa unafuata ile milo yote ambayo umeandikiwa ya mama mjamzito, basi mtoto wako atazaliwa akiwa na afya nzuri, lakini pia hakutakuwa na changamoto yoyote. Lakini taarifa mbaya pia Wema Sepetu ameweza kuzianika na kudai kwamba daktari wake amemwambia hataweza kujifungua kawaida kutokana na changamoto ambazo aliwahi kuzipitia za uzazi hapo nyuma, changamoto za ujauzito wake kutoka mara kwa mara. Mara nyingi sana Wema Sepetu mimba zake zimekuwa zikitoka mara kwa mara. Sasa daktari wake amemwambia akijifungua kwa kawaida itakuwa riski kubwa sana endapo akijifungua kwa kawaida, lakini akikubali kujifungua kwa operation itakuwa ni njia bora zaidi kwa Wema Sepetu, kwa sababu ni dada ambaye amepitia changamoto kubwa sana swala zima la uzazi, na ndio maana akaamua kulizungumza na hilo pia, na kudai kwamba katika taarifa nzuri, basi ameanza na taarifa nzuri, lakini pia katika hizo taarifa nzuri kuna habari mbaya kwamba Wema anatakiwa kujifungua kwa operation. Lakini kwa upande wake yeye binafsi anadai hana shida yoyote na wala hakuna hofu yoyote, kwa sababu anaamini endapo ujauzito utatimiza miezi 9, basi ana imani ya kupata mtoto wake. Daktari akimwambia ni muda sasa wa kufanya operation, basi yeye atakubali, kwa sababu ni shauku yake kubwa. Jamani, dada wa watu anahangaika huku na kule kwa ajili ya kupata mtoto. Hilo ni jambo kubwa sana kwake. Ni taarifa nzuri sana ambazo amezipokea kwa daktari wake, lakini pia tunaweza kusema ni habari njema katika familia ya Wema Sepetu, kwa sababu mara nyingi sana familia yake, dada zake, mama yake huwa wanatamani sana Wema na yeye apate mtoto, kwa sababu wanajua kabisa Wema ni mtu maarufu, anafuatiliwa. Mara nyingi sana anatupiwa maneno mabaya mitandaoni kwamba Wema hivi, Wema vile, Wema mgumba. Maneno yamekuwa ni mengi sana kwa Wema Sepetu, lakini yeye binafsi hawezi kukata tamaa. Dada wa watu anaendelea kupambana, anaendelea kujaribu kila siku ili mradi tu na yeye aweze kuitwa mama. Ukiangalia mwaka unaofuatia hapo, mwaka 2026
2026 Wema Sepetu anatamani aweze na yeye kupata baraka hii ya kuitwa mama na aweze kuona ni kwa namna gani wenzake huwa wanalea. Mwingine anakuambia kuzaa sio kazi, kazi ni kulea, na yeye anataka aone huo msemo ni kweli, kwamba kuzaa sio kazi, kazi ni kulea. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na turn on notification bell.